tuone pia watu wengine ambao walikwama na Mungu halikuja kwa wazi, si ndio? So tupate kuomba ndio tuweze kuanza. Mungu wetu tunashukuru na kukushukuru. Naomba ukaweze kutulia kama chombo chako, hata sauti yako iweze kusikika na wana wako wakaweze kusikia katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Naomba kupata msomaji mzuri mwenye anatupeleka tikiteki. Tunaenda kusoma Genesis 12. Tuanze na verse 10. Naomba Genesis 12:10 inasema, basi kulikuwa njaa katika nchi ile. Abrahamu akashuka Misri, akae huko kwa muda maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. 11. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso. Asante. Hapa tunaona kwamba kulikuwa na njaa Egypt. Na ilimbidi Abraham na mkewe waende mahali wengine kwa ajili ya ifanye kuisha mahali wako, si ndio? Lakini tukienda verse 11 inasema, ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso. Lakini kuna venye kizungu inaikuta at least venye tunaweza elewa, si ndio? You are a beautiful woman. Yes. Okay. When he was about to cross at the border into Egypt, he said to his wife Sarai, "You are a beautiful woman." Asante. Niko na New King James inasema, and it came to pass when he was close to entering Egypt that he said to Sarai his wife, indeed, I know that you are a woman of beautiful countenance. Kuna mahali nishaisoma Biblia ikimwelezea Sara na inasema kwamba Sara was very beautiful, si ndio? Na ukisikia mtu ametajwa mpaka kwa Biblia alikuwa mrembo, alikuwa mrembo kabisa. Na hapa Abraham alijua huyu tukikanyaga na yeye. So tukiendelea na verse 12, sasa tuendelee. Verse 12 nasema, basi itakuwa Wamisri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe. Kisha wataniua mimi na wewe watakuacha hai. Hapa Abraham alifanya mahesabu ya haraka. Akaanza huyu mke wangu ni mrembo, lakini kuna venye tukiingia huko ndani watafanya nini? Watamchukua na mwisho wangu ni kufanya kuuliwa. Sasa Abraham akakuja na Kiswahili haraka. Fanya hivi, tukiingia huko wewe sema wewe ni nani? Sistangu. Yaani ile tu kujiokoa na aweze kuishi pamoja na mke wake. Wewe sema wewe ni sistangu. Yeah, na mimi mimi niseme wewe ni sistangu, useme mimi ni nani? Na Kiswahili ikaingia. Nikakuwa ni hivi. Verse 13. Verse 13 nasema, tafadhali useme, wewe ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Okay, endelea. Ndio nasema, basi ikawa Abrahamu alipofika Misri, Wamisri wakamuona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Asante. Nikiwarudisha verse 13 tena nyuma, kwa English inasema, please say you are my sister, that it may be well with me for your sake, and I may live because of you. Yaani Abraham aliona hapa mimi nitakufa na mke wangu mwisho wake nifanya nini? Nikuchukuliwa. Sieri akae na mimi nikae tukiwa tu juu. Njaa ikija tutarudi wapi? Tutarudi kwetu. Endelea verse 14. 14 nasema, basi ikawa Abrahamu alipofika Misri, Wamisri wakamuona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. 15 wakuu wa Farao wakamuona, nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao. Asante. Hapa tunaona kwamba kwa the 14th verse. So it was when Abraham came to Egypt, alafu waliona kwamba huyu mwanamke ni mrembo. Si Abraham peke yake alimuona Sara ni mrembo. Kumaanisha urembo wa Sara ulikuwa unajulikana na ulikuwa unatambulikana na kila mtu. Lakini pia hao wakati waliona Sara venye ako mrembo, walienda kumwambia nani? Farao. Na Farao mwisho hangemwachilia Sara. Hebu endelea tuone alifanya nini. 16 inasema, naye akamtendea 15 nasema, wakuu wa Farao wakamuona,
nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao, naye akamtendea Abrahamu mema kwa ajili yake. Naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Asante. Hapa tunaona kwamba after Sara alienda, watu walienda kumwambia Farao jinsi Sara ni mrembo. Sara alichukuliwa kwa nani? Kwa Farao. Na Abrahamu aliweza kuachiliwa, lakini alitreatiwa vizuri, kwa sababu hapa in English wanasema he treated Abraham well for her sake. Wewe mtu mwenye ameenda kwa mfalme unadhani atatreatiwa vizuri aje? Kabisa, si ndio? Abraham akitaka hii ndio inapatikana. Akitaka chochote kilikuwa kinapatikana. Na ndio unaona verse 16 tunaambiwa kwamba aliweza kupewa he had sheep, oxen, male donkeys, male and female servants, female donkeys and camels. Abraham alikuwa tajiri kwa ajili ya kusaidia nani? Sara ni sister yake. Nyinyi mkiangalia situation tu ya Abraham, mwone Abraham alikuwa amekwama. Abraham was stuck. Yaani alikuwa stuck kiasi ya kwamba Bosco, unajua mke wako lakini unamuita sister. Na si sister yako. Unatamani tu uende umkumbatie, lakini ukimwona kwa Farao unashtuka. That is my sister, akiwa mke wako. He was very stuck kujifanya kwamba mke wake ni nani? Ni sister yake. Na it comes to a time where wakati umeolewa ama umeoa, kuna vitu ungependa kuongea na mume wako, si ndio? Lakini Abraham angeweza. Kwa nini? Alikuwa amekwama, na kukwama kwake ni juu alidanganya nani? Huyu ni sister yake, na yeye akasema ni ndugu yake. Now, after hiyo kukwama yote, because we can see Abraham alikuwa stuck, japokuwa sijajua it was for how long, but it is true that alikuwa amekwama kudanganya yeye ni ndugu wakati si ndugu yake. Then tunaona venye alitreatiwa vizuri kwa ajili tu ya nani? Ya mke wake. Kumaanisha angesema huyu ni sister yangu Abraham, basi angeuliwa na Sara angefanya, si ndio? But sio kwamba eti Mungu alikuwa haoni. Mungu alikuwa anaona hiyo yote. Na si Mungu alikuwa amemwagiza aende huko. So God knew. Lakini akaangalia mtumishi wake anaona huyu ni jamaa ni kwa. Yaani useme bibi yako ni sister yako kabisa kabisa, na unaona kabisa hata kidogo na umeangalia usijiwe. So God came through for Abraham. Twende verse 17. Nasema lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sarai mkewe Abraham. Asante. So hapa after kuwa ashakwama kabisa, tunaona kwamba Mungu alimpiga Farao na nini? Na magonjwa. Sababu ilikuwa gani? Kumchukua mke wa nani? Mke wa Abraham. Na tunaona tukiendelea hapo chini, Abraham aliweza kuitwa na Farao na akamuuliza, why did you say she is your sister? I might have taken her as my wife. Unaona? So Farao kwa kweli hakuwa anajua, lakini sababu ya Abraham kusema huyu ni dadangu au kutaka hauliwe. So verse 20 inatuambia kwamba so Farao commended his men concerning him, and they sent him away with his wife and all that he had. Mungu mara ya mwisho alikuja kufanya nini? Aliapia akamsaidia nani? Abraham. Na hiyo ni kukumbusha kwamba leo if you are stuck anywhere, mahali popote unasikia kwamba hausomi, kuna vitu zako ni kama zinajirudia, but you are stuck there, usijali. Because kama Mungu alikuja akaapia kwa Abraham na akamsaidia kutoka kwa mfalme ambaye hakujua kama bibi yake atachukua, hata Mungu atafanya nini? Atakuokoa siku ya leo. Atakam through for you na atakutendea. Tena ningependa twende the same book, Genesis 20. 20 from verse 7 to 11. Verse 7 inasema, No. Verse 1, sorry. verse 1. Abraham 21 inasema, Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini. Akakaa kati ya Kadeshi na Shuri. Naye akatembea katika Gerari. 2. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu wakamtoa Sara. Asante. Nikiuliza tu swali ya haraka.
hapa condition ya Abraham na yetu sisi kuna tofauti. Abraham na sisi leo. Any difference? Hakuna tofauti. Ndio. Kwa sababu Abraham alikuwa mara ya kwanza kwa kudanganya Sara ni nani? Sistake. Na ikaenda venye ilienda na Adam Abraham akaona Mungu akamuokoa, lakini tena akafanya nini? The same mistake. Akairudia. Sisi watu tunarudia makosa ama haturudia. Lakini Mungu fanya nini? Mungu wetu ni mwenye huruma. Tuko na very merciful Father ambaye huwa anatusamehe. But tukiendelea chini na hii story, tunaona kwamba after Abraham amesema kwamba tena Sara ni mke wake, Sara ni dadake, na wakaishi, yani walistick kwa hiyo union. Juu hata Sarai kuna mahali alimleka na mwambia na pia wewe unasema ni nani? Ni brother yako. Kumaanisha hiyo kitu hakuna mmoja angesema sana huyu ni mke wangu. Nikaskamu alikuwa nako. Wote walikuwa wamesikizana kudanganya. Wewe sema mimi ni dadako, wewe sema mimi ni kakako. Ndio mwisho tufanye nini? Tuweze kuishi pamoja. Lakini Abraham alikuwa anapima, anaona huyu nikiachilia, nikikubali tu ni mke wangu na nikaachia mtu mwingine. So Abraham pia hakutaka. And kwa hii hali yote tunaona Abraham somehow alikuwa stuck in a situation ambayo yeye mwenyewe hata alishindwa kufanya nini? Kujitoa. Na Mungu akamtoa, lakini Abraham mara ya pili akarudi. Lakini hata venye alirudi, Mungu hakumwacha ndani. Because hapa tunaona hebu tusomee kutoka verse 6. Verse 6 nasema, Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi, kwa hiyo sikukuacha ukiguse. Asante. So hapa tunaona wakati Abimeleki aliweza kuchukua Sara, Mungu aliweza kumzuia. So Abimeleki hakumguza Sara wala hakufanyia chochote. But tunaona kwamba Mungu aliambia Abimeleki aje, you are as good as a dead man. Ndio? You are as good as a dead man. Kwa nini? Kwa sababu alikubali kumchukua Sara kutoka kwa mume wake. But again, Abimeleki alikuwa na makosa. Hakuwa na makosa kwa sababu hiyo nadhani ilikuwa tu desturi yao. Mwanamke mzuri akitokea wanafanya nini? Wanachukua. So, hatutaendelea kusoma, tunaweza endelea tu uisome mwenyewe kivyako. Ni verse 20 kutoka 1 ukishuka chini tutaona hiyo story vile ilikuwa. But mwisho tunaona kwamba Mungu aliweza kutokea tena na akamuokoa Sara na Abraham. Unasema aje? Amen. Amen. So kutoka kwa hiyo story niko na ombi moja kwenu ya kwamba hii story ya kutueleza jinsi Abraham na Sarah they were very stuck, lakini at the end of it tunaona kwamba God appeared. Mungu alitokea na akaweza kuwasaidia kwa hali ambayo wao wenyewe wangefanya nini? Hawangejitoa. Na leo ombi langu ni may God appear when we are stuck in Jesus name. Amen. Popote uko stuck, yani popote just talk to God. Kwa sababu kila mtu anajielewa, si ndio? Unajua mahali umekwama, unajua ni nini yako ijaenda vizuri, but wherever you are stuck, may God appear vile tu aliapia kwa Abraham na Sara na watu wengine kwa Biblia ambao walikuwa stuck na akapia kwa. Amen. Hata tukiangalia huyu mwanamke ambaye alitokwa na damu for 12 years. She was stuck. Mwaka wa kwanza wa pili una bleed for 12 good years, lakini did God came through for her? Yeah. Mungu alikam through, he appeared na mwanamke akafanya nini? Akapona. Kipofu, Mungu alimtokea. After kukua kipofu kwa muda mrefu, si ndio? So whenever we are stuck, it doesn't matter ni condition gani uko ndani, lakini na wakumbusha, when you are stuck, God appears. God appears. Barikiwe sana. Amen.